Awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata ushindi huu dhidi ya KMC magoli mawili kwa bila, alama tatu. Ni jambo bora na jema kweli kweli kwa upande wake. Leo hii tulikuja kuonesha mpira mzuri, kwa maana tumeshazoea maonesho ya biashara, maonesho ya kilimo nane, maonesho sijui ya sayansi na teknolojia. Tumeshashuhudia maonesho mengi yakifanyika duniani, lakini dunia haijawahi kushuhudia maonesho ya mpira wa miguu, yani football exhibition. Dunia haijawahi kushuhudia. Kwa leo ilikuwa maalum kuja kufanya maonesho ya mpira wa miguu kwa maana ya football exhibition. Tulikuja kucheza mpira mkubwa, kuja kucheza mpira mzuri. Tangu tumeanza ligi msimu huu, sio Simba tu, hakuna timu yoyote ya ligi kuu ya Tanzania ambayo imewahi kucheza mpira huu ambao Simba tumecheza hii leo. Ni mpira ambao unaburudisha kuanzia mwanzo, ni mpira ambao kila ukiutazama unasikia raha kweli kweli, ni mpira ambao una enjoy to the maximum, ni mpira ambao hata kama una changamoto yoyote kubwa ya kimaisha, ukiuangalia mpira huu wa Simba wa hivi sasa unasahau kila kitu, unasahau shida zote. Ni mpira mkubwa, ni mpira wa sayari nyingine kweli kweli. Tumekuja, tumecheza, tumepata ushindi, na jambo la kutia moyo na faraja ni kwamba tumefanya maboresho kwenye kikosi chetu, hasa dirisha dogo. Tumeondoa wachezaji takriban 5 kama sio 6-7, tumeweka wachezaji wengine kwa idadi hiyo, na wapo watu ambao walionyesha kuwa na mashaka ya kwamba dirisha dogo unabomoa timu karibia nusu, alafu unategemea utafanya kitu gani? Kwa sisi viongozi wafanya maamuzi kuchukua riski kubwa kama ile ya kufanya mabadiliko makubwa kama yale, alafu yale mabadiliko ambayo tumeyafanya yamekuja kuzaa matunda kwa 100%, inaonyesha ni kwa namna gani tulifanya maamuzi yaliyokuwa sahihi kweli kweli. Tumeona ingizo la Dickson Kibabage, namna ambavyo amechagiza upande wa kushoto tangu amejiunga nasi, amekuwa na msimu bora kweli kweli. Lakini tumeona vile vile Aniset Ura akifanya kazi kubwa, akihama kushoto, akihama kulia, yani anafanya kazi isiyomithilika. Lakini tunamuona Libase Geye mechi yake ya pili ya ligi kuu ya NBC anafunga magoli mawili, na magoli ya mbali, anapiga mbali kweli kweli, na kama haitoshi kila mechi anakuwa ni man of the match. Kwa hiyo unaweza kuona mwamba wa Lusaka, wapo watu walikuwa na mashaka mengi, lakini tumeona mwamba Lusaka kazi kubwa ambayo anaifanya, anacheza, anafundisha, anaelekeza na anasaidia timu kwa ujumla. Lakini tumeona Ino Josephine Loemba, hamjawahi kumuona live Ino Loemba ndugu zangu waandishi wa habari. Leo ameingia dakika ya 70, lakini umeona matusi ambayo ameyafanya, anachukua moja na achia. Yani kusema kweli sisi Simba Sports Club tunayo furaha kubwa sana kuona timu yetu inaimarika, timu yetu inazidi kuboreka, timu yetu inazidi kuwa imara, na tunapata ushindi kwenye mechi kama hizi, na tunashukuru Mwenyezi Mungu na tunawapongeza wachezaji wetu. Tumesema unasahau, tumeshasahau kama hatujafuzu robo final, tumeshasahau, yani sio shida zetu tena. Tumeshakubali yes, mwaka huu hatukuwa vizuri, na tumesema ama niliwahi kusema kwamba laiti ligi ya mabingwa ingeanza hivi sasa, Simba Sports Club sio tu angeenda robo finali, lakini tungeshinda mechi zetu zote 6, yani tungeondoka na alama 18 kwa Simba hii hapa hivi kwenye kundi hili. Tukianza upya hivi sasa tungeondoka na alama 18, tungemfunga kila mtu nyumbani kwake na tungemfunga kila mtu Benjamin Mkapa. Simba hii ambayo imeimarika hivi sasa. Bahati mbaya ndo hivyo, tumechelewa kufanya haya mabadiliko. Wakati mwingine ni lazima uanguke ili ujifunze. Mwaka huu kwetu imekuwa ni mwaka wa kuanguka, tunajifunza na hatuumii, kwa sababu timu tuliyokuwa nayo hivi sasa inatupa matumaini ya kwamba msimu na kimsingi sisi tumeshaanza maandalizi ya Champions League kwa msimu unaokuja. Tumeanza maandalizi ya Champions League kwa msimu unaokuja. Malengo tutaambiana, lakini tayari maandalizi tumeshaanza.
kwa mapema? Ya mapema sana. Sisi ni timu kubwa. Ni timu ya 5 kwa ubora barani Afrika. Hapa sisi naangaliaga AFCON kwa mfano. Mfano AFCON inaanza alafu giant kama Senegal inatolewa, si lazima usikitike. Si hivyo bwana? Hasa ndivyo ilivyo Simba Sports Club. Kutolewa hatua ya makundi, Afrika nzima imesikitika. Simba kutolewa hatua. Simba Afrika nzima imeumia. Afrika nzima inalia machozi ya kujaza bahari 5 za Afrika kwa Simba kutolewa hatua ya makundi. Sasa hatuwezi kuliacha hivi. Ndio maana tumeshaanza maandalizi mapema ya Champions League ya msimu hii. Twende tukarejeshe heshima yetu na twende tukafanya vizuri. Mwaka huu ni mwaka wetu wa kujifunza, ni mwaka wetu wa kukosea, ni mwaka wetu wa kujirekebisha kutokana na makosa tuliyofanya. Msimu unaokuja twende tukawe bora zaidi. Exactly. Kwenye ligi huku ndiko ambako tumewekeza nguvu zetu kubwa. Hatuna kingine cha kupigania zaidi ya mashindano mawili ambayo yako mbele yetu na moja ambalo litakuja mwezi wa 4 kwa maana ya ile muungano. Lakini kwa sasa focus yetu kubwa ni ligi kuu ya NBC. Tumeinvest nguvu kubwa sana kwenye ligi hiyo, na ndio maana unaona kwenye kila mechi tunafanya balaa kubwa, na hatutaki kupoteza hata mchezo mmoja kuanzia hivi sasa, sababu timu tuliyokuwa nayo ni timu kubwa kwa maana ya wachezaji mmoja. Wachezaji hawa wana level kubwa kweli kweli. Sasa wachezaji wa level hiyo hawatakiwi kupoteza mechi katika ligi ya ndani. Itokee bahati mbaya, lakini mipango yetu sisi uongozi ni kutopoteza mchezo hata moja. Leo tumecheza mchezo wetu wa 8. Tumebakiwa na michezo 22. Malengo yetu ni kushinda michezo yote 22 kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Hayo ndiyo malengo yetu. Michezo yote 22 tunataka kushinda katika ligi kuu ya NBC. Hii ni Simba ya asali na maziwa. Umeelewa? Kwa hiyo ni Simba ambayo yoyote anaweza akapata nafasi akacheza. Kasari amecheza mechi kadhaa hapo nyuma, amepumzika. Abel amechukua dimba lake hii leo, ameondoka na clean sheet. Yani tuna uwezo, yani Simba hivi sasa kama buffet. Sijui umeelewa unachagua tu uondoke na uondoke na sahani gani pale. Lakini Simba sasa imekamilika. Simba sasa ni bora. Usishangae mechi inayokuja asidake Tanja, asidake Abel Hussein, akadaka Alexander. Hilo ndio limekufanya uombe kama kuna uwezekano sheria zibadilishwe baada ya kipindi cha kwanza? Hata dakika 90 zenyewe pia ni chache. Hatuenjoy vya kutosha. Anicet Oura anahitaji apate walau dakika 280 kukufurahisha peke yake. Sasa ukiangalia, nakwambia ukiangalia dakika 90 hauenjoy vya kutosha. You need more time. Sasa tena kuna mapumziko, yani unaenjoy kidogo dakika 45 mapumziko, tunakuwa hatupati yani ile kiu yetu ana Simba haikatiki. Kimsingi ni kwamba mimi ni washukuru wana Simba wote ambao walikuwa nasi kwenye kipindi cha mpito, kile kipindi kigumu, kipindi ambacho unakwenda uwanjani haujui kitu gani kitatokea. Wamevumilia na hatimaye sasa Simba imerejea kwenye ubora wake. Sasa ni Simba ambayo tunakwenda uwanjani ukiwa na uhakika wa kupata ushindi kwa 100%, labda kwa mapenzi yake ya Mwenyezi Mungu iwe tofauti.